ربي كثيرا، حمد لك ربي كثيرا، أحمدك ربي حمد الشاكرين الأبرار الأخيار المتقين. الحمد لله عز كل ذليل وقوة كل ضعيف وملجأ كل ملهوف. من تكلم سمع نطقا ومن سكت علم سرا ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلب. أشهد أن لا إله إلا الله خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأن جعل لنا الإسلام دينا شرعا وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الأستاذ الذي عرفه العالم وخير معلم الذي كتب عنه تاريخ وأفضل مخلوق الله الذي شهدته ملائكة السماء سيد وحبيب أبا القاسم الطاهر النقي سيد العابدين والناسكين. فيا أيها المشتاقون إلى شفاعة أحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب وبعد. أيها السادة، أيها المباركون، عباد الله، حياكم الله جميعا. فحياكم الله بياكم ورعاكم وجعل الجنة مثواكم. وخطب الجمعة الأول من شهر الشعبان أمامكم وقضيتكم. يقول تبارك اسمه المجيد الذي على العرش وبشر الصابرين. يقول المولى الرحيم الرحمن وبشر الصابرين. أحباب عدنا في هذا العود والعود جميل، ولقد عدنا في هذا العود والعود أحمد. مرحبا بكم من جديد. Waheshimiwa waumini wenzangu wa Masjidi As-Sadiq Al-Amin, shukrani za dhati zinaelekea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, mwenye huruma, mmiliki, mwenye uwezo, na yeye kwake tunaomba msaada wa kila kitu. Rehma na amani tunazipeleka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mungu aiokoe familia ya mtumi, awe radhi na masahaba. Mimi na nyinyi tuendelee kumbembeleza Mwenyezi Mungu, kuendelea kutekeleza yale ya Mungu na kuacha makatazo. Ndugu zangu, mubasharatan fi hadhihi alkhutba ila khutbatay asharifatayn. Ndugu zangu, na kualikeni moja kwa moja tujielekeze kwenye hutuba mbili ndani ya Aljumaa ya leo. Kwanza kabisa, tumo ndani ya mwezi wa Shaaban, na leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ametuamsha katika mji wetu wa Tabora. Tupo katika hali nzuri ya kibayolini, ya kijiografia. Hali ya hewa ni nzuri, hali mwanana. Tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki mji wetu na Tanzania kwa ujumla kwa khairi, kwa mvua zenye khairi na kwa amani na utulivu insha Allah. Baada hilo, Waislamu, naomba tuzungumze mambo mawili katika hutuba yetu ya leo. Na jambo la kwanza, ma asafun shadid سكتنا وما كنا ندري ماذا نقول وفني الكلام وما كان عندنا إلا لما ذكرنا قول الله تبارك اسمه المجيد وبشر الصابرين. Ndugu zangu, tumekuwa kimya kwa makusudi. Tumekuwa kimya, tumenyamaza kwa makusudi. Leo ni siku zaidi ya 15 tangu ndugu zetu, Waislamu wenzetu, binadamu wenzetu wa Uturuki na sehemu katika Syria wamekutwa na kadhia na jambo zito, jambo ambalo
ni hatari sana. Zaidi ya watu 50,000, zaidi ya watu 50,000 wamekuwa wahanga kwa kupoteza maisha kwa tetemeko ambalo lilitokea katika miji, baadhi ya miji ya Turki au Uturuki na baadhi ya sehemu ya Syria. Wale ni Waislamu, ni binadamu, ni wenzetu. Kanu lahum akhtar wa afkar وكانوا عندهم البرامج عديدة. كانوا منهم من يرجو الزواج، ومنهم من يرجو ختام الدروس، ومنهم من كان يريد السفر وكسب الأموال والحرث وإلى ما عاد ذلك وتحركات الدنيوية. ndani ya watu ambao wamepoteza maisha takriban 50,000 kwa Uturuki tu watu 46,000. Kulikuwa na watu ambao wana mipango kama mimi na wewe. Kuna watu wanakusudia kumaliza masomo yao, kuna wengine wanashughulika na kilimo. Almuradi kuna waajiriwa walikuwa na mipango ya kufanya maendeleo katika nchi yao, kuitumikia nchi yao. Kulikuwa na watu wanatarajia kuoa ama kuolewa. Kuna watu walikuwa na mipango ya safari nzuri za kutafuta mali, biashara, na kuna watu walikuwa ni wajawazito wanatarajia kupata watoto, baba anatarajia kupata mtoto. Almuradi kuna watu wengi 50,000 na zaidi walikuwa na mipango mizuri kuliko mipango yako mimi na wewe. Walakin kana al-khitam bizilzalatin shadida, lakini mwisho wao dakika moja ghafla tu likatokea tetemeko ambalo limebadilisha historia ya nchi yao na historia ya maisha yao kwa ndugu zao, na wao sasa dhahabu yani ila liqa'i maulahum aljalil, wameondoka wamekwenda kukutana na Mungu wao katika hali ya ghafla. Mimi nilikuwa nitoe hutuba mujarrab tangu Ijumaa ya kwanza tangu tukio limetokea, lakini nilijipa nafasi ya kufikiria sana, ya kutafakari sana, nikaona sina maneno ya kusema. Nilishiwa comment, no comment. Fakana ma hunaka ay ta'liq, fakana ma indi ay ta'liq illa ad-du'a lahum wal haula'i lid-dayahin. Mimi ikawa kauli yangu ni kuwaombea dua wale wahanga wote waliopatwa na matatizo. Mwenyezi Mungu akawachukua maisha yao, awahurumie, awapunguzie huko walipofika. Na wale ambao wamebaki hawana nyumba, hawana pa kuishi, ni walemavu, hali ni mbaya, Mwenyezi Mungu awape khairul khalaf, awape badala nyingine iliyo nzuri. Haulai indana nahsabuhum shuhada. Kwa sisi Waislamu hao kwetu wote waliohusika na hilo jambo tunawachukulia kwamba ni mashahidi, ni mashuhada. Hao wamekufa wakiwa ni mashahidi, na inshallah wala uzaki ala Allahi ahad. Mimi sijakaa hapa kuwaingiza watu peponi ama kuwatoa watu motoni, bal tunawadhania kwa dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid, awapokee ndugu zetu hao wakiwa na sifa hiyo ya mashahid, na mashahidi malipo yao ni pepo. Ama wananchi wahusika wa karibu kabisa na tukio hili, ukiwemo uongozi, serikali ya Uturuki na Syria na ndugu na jamaa, tunawaambia hii hutuba yetu, ilaihim wabashir as-sabirin, wabashir as-sabirin. Inna as-sabra ya jamaa wa ya sada, as-sabra kanzun hisnun la yuhdam wa jawadun la yakba wa jundun la yuhdam, hisnun la yuhdam wa jundun la yuhzam wa jawadun la yakba. Tunawaombea subra. Subra ni askari asiyeshindwa, ni ngome isiyovunjika, ni usafiri usioharibika njiani unafika nao safari. Tunaombea Mwenyezi Mungu inshallah ahli as-Suri wa Turki lahumul amni was salama wa khairul jazaa. Mwenyezi Mungu awalipe
kwa hiyo shari iliwakuta, kwa mtihani uliwakuta, awalipe malipo mazuri na wabariki na kuwapamba na sabr. Lakini ndugu zangu, katika eneo hili la tukio la Uturuki na Syria na yote yaliyotokea, fiha ibarun wa wa'dhun wa durusun wa nuqtat. Kwenye maisha hayo yaliwakuta ndugu zetu kuna mazingatio makubwa sana, kuna mazingatio mazito, kuna masomo, kuna ya kujifunza ndani yake. Ena wa enta akhil karim, akhil habibi labibi almahbub, mimi binafsi na hata wewe ndugu yangu. Kifo ndugu yangu, hal enta musta'id bil maut? Ndugu zangu, ndugu yangu, kipenzi changu, rafiki yangu, je, umejiandaa na kifo? Al-maut ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal, sunduqul amal. Tumetoa maelezo hapa. Watu wale wa Uturuki zaidi ya 50,000 wamekufa ndani ya dakika moja ama dakika 2 dakika 5. Ma a'zamu taqaddumatuna wa ilmuna wa teknolojia ma indana naish wa natakabbaru biha ma alima ahadan walau bi rub'i sa'a annahu sayaqa fil maut. Pamoja na teknolojia kubwa tulionayo duniani na hasa nchi za huko Ulaya, na kwa wasomi tulionao na vyanzo mbalimbali vya teknolojia tunavyovitumia na maendeleo na elimu kubwa tulionayo, pamoja na yote aliyotujalia Mwenyezi Mungu dunia ya sasa ya karne 21, lakini wallahi bi abi wa ummi wa ruhi wa rabbil Kaaba wa rabbi Muhammad billahi alaykum, mabwana, wale watu ndugu zetu robo saa kwamba na kwenda kufa, kuna tukio linatokea, tetemeko linavunja maghorofa yote na majumba yote, pamoja na teknolojia, pamoja na elimu kubwa waliokuwa nayo, pamoja na maendeleo mazuri waliofikia na mavyombo ya weather forecast, nini zile ya kufuatilia hewa, hali ya hewa na kadhalika, hawakupata taarifa dakika 15 kabla ya tukio la tetemeko kuwakuta. Na lilipotokea la muhale, hakuna aliyebaki ila isipokuwa Mwenyezi Mungu aliyokadiria walipatwa. Hal fakarta ala hadha? Ndugu yangu, wakati tunasikia hizi habari zikitangazwa BBC, zikitangazwa Al Jazeera, CNN, wakitangaza si wapi wapi, umewahi kufikiria kwamba wewe ndio unaofuatia tena unakufa hivyo bila homa, bila chochote ambacho unafikiria ndio kitakuwa sababu ya kifo chako? Wewe dakika hiyo unakwenda kufa. Unajua, hadha tanbih wa ibar min al-atraq, somo kubwa zito tunalipata kwa matukio mengi sana duniani. Na kwa sasa Mwenyezi Mungu ameamua kutufundisha kupitia Uturuki na Syria. Watu walikuwa na mipango mizuri, watu wamesafiri kwenda kuwaona rafiki zao. Yani mtu ametoka Istanbul, katoka Istanbul, ametoka Ankara, amekwenda kule kumsalimia rafiki. Kaona tu wiki, mwezi, miaka sijamsalimia, badala ya kuongea kwa simu, ngoja nene nikamuone. Kafika kule, tukio linatokea dakika 5, anapatwa na umauti, mtu mzima kabisa. Ndugu yangu, wewe unajua kifo kitakukuta kwenye hali gani? Hivi unavyoishi, kifo kikitokea kimekukuta hapo, je, utakuwa salama mbele ya Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid? Fa fi hadhihi alhaditha wallahi ibarun wa durusun wa nuqtatin wa wa'dhin. Kuna masomo, kuna nukta, kuna mambo ya kuchukua katika mambo haya. Kwa haraka nimalize kwa sababu si hutuba rasmi, nilikuwa nafanya ta'liq kwenye msikiti wetu. Mambo makubwa ama mambo muhimu yanapotokea duniani ama eneo fulani katika dunia, ama yanapotokea kwenye nchi yetu, ama kwenye maeneo tunayoishi, ama kwa mmoja wetu, katika mimbari yetu hii tumejipambanua kwamba lazima tuangalie nini tunajifunza, nini Mungu anasema, mtume anatufundisha nini, Uislamu na komiti gani, sisi tumeelewaje kwenye msikiti wetu. Kwa hivyo niliona lisipite jambo hili adhimu zito bila kuweka comment. Hii ni comment maalum kwa msikiti wa Relwe kwa tukio la Uturuki na Syria. Sasa basi, kuna mambo ya kujifunza, lakini hebu chukua ukubwa wa Mungu katika matukio haya.
ukubwa wa Mungu. Haya matukio ya Uturuki ambayo kila mtu anayafuatilia kwa vyanzo vyake, kuna ukubwa mzito wa Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismuhul Majid. Mungu ametoa ayatan saghira min ayati Allahi al-kabira am min ayati Allahi al-azima. Mungu ametupa sehemu ya dalili ya uwezo wake ndogo sana katika sehemu kubwa ya uwezo wa Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismuhul Majid. Yani uwezo wa Mungu ni mkubwa sana, ametoa sehemu ndogo sana ya kuonesha uwezo wake. Kwa tetemeko lile, kwa teknolojia iliyopo Uturuki, ambayo ni katika sehemu kama unaweza kusema sehemu ya Ulaya, na hata wanafahamika katika Umoja wa Ulaya kimichezo na kadhalika. Wako mbali sana. Waturuki wanatuvisha masuti mazuri, mabusati ya maana, ndio wanatujengea reli sisi. Wanatujengea reli ya SGR. Katika wale watu wa SGR, mmoja wao ni sahiba yetu, ni rafiki yetu. Naye amekuta hilo jambo, amesafiri, lilipotokea siku ya 4 yake alisafiri kwenda kuiweka vizuri familia yake, lakini ndugu zake baadhi wengi wamekufa, ila mkewe na watoto wako hai. Wanatujengea huku. Ni watu tunawajua wana uwezo mkubwa wa kielimu na teknolojia zao ni kubwa sana, lakini ndio yamewakuta yale. Pale inaonyeshwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismuhul Majid, kwamba Mungu idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun walau kuntum fi burujin mushayyada. Hata una uwezo gani, umejificha vipi, una machale, una maazima yanapumua, una mazindiko ya ajabu, walau kuntum fi burujin mushayyada idha nazala alqada'u daqa alfada ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعا ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. إمام الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة katika diwani yake anasema idha nazala alqada'u daqa alfada. Kifo kikifika, mauti yakifika, pamoja na ukubwa wa anga na dunia, lakini panakuwa pafinyu, hakuna pa kukimbilia. Daqa alfada. Na wakati fulani hata ukikimbia kwamba ngoja niende kule, taharib min almaut wa tadhhabu ila almaut, unakimbia kifo, unakwenda kufa mbele. Wanasema wataalamu, maiti ya kifo kishafika, fatib min asbabiha, yani ile dawa yenyewe unayopewa na daktari huwa ndio sababu pia ya kifo chako. Kifo kishafika la muhal. Kwa hivyo mabwana, hapa tulipo sisi hatujui dakika moja kuna kwenda kutokea kitu gani. Ukubwa wa Mwenyezi Mungu unabakia kuwa hivyo, lakini hauishi hapo tu ndugu zangu, bal kuna mambo yaliyotokea mengi sana. Kuna mtoto la yazidu 10 lam yatajawaz 10, hajavuka miaka 10, innahu dun 9 duna dhalik, yuko chini ya 10 ya miaka 8 9, hajavuka miaka 10. Mtoto ameokotwa chini ya vifusi, amekaa kule zaidi ya masaa 200 na 250, yani tangu amefunikwa kule chini. Amekutwa mtoto asiyezidi miaka 10 amekaa kule zaidi ya saa 250. Piga hesabu ya siku unazojua, zaidi ya siku 9 mpaka siku ngapi? Amekutwa kule akiwa hai, hajakwaruzwa popote, hajala siku hata moja, hata kidogo, hajanywa maji kwa muda wa masaa yote hayo. Na bado alipokutwa kijana huyu, wallahi, Allahumma rabbi irham, Allahumma arham, Allahumma arham, Mwenyezi Mungu atuhurumie sana. Bado alipokutwa kijana huyu anakutwa kule akiwa hai, watu wanashangaa, na bado alionekana katika baadhi ya maeneo, baadhi ya mitandao na clips hizi zinazotumwa kwamba anahitaji kutekeleza ibada ya swala. Badala ya kuomba chakula, badala ya kuomba maji, badala ya kuuliza baba yuko wapi, mama yuko wapi, imekuwaje, yeye anauliza jamani, muda wa kuswali, mimi nataka niswali, nipate udhu, nipate nguo stara na nini, swali. Hadha min ajab ujab, inna hadha la shay'un ujab. hakika ni maajabu makubwa sana. Tafakkaru fi hadhihi alwaqi'a wa fi hadhihi alhaditha asa ta'khuzuna ad-durusa wal ibar. Jamani, kila mmoja wakati tumekaa kimya, hutuba yetu hatujaileta hapa, lakini kila mtu afikirie yaliyotokea kwa Waturuki na watu wa Syria, asa akachukua darasa na mafundisho.
Mipango tunaipanga tuendelee nayo, lakini tusisahau kupanga mipango ya Mungu, kwa sababu mipango yetu sisi haijawahi kukamilika biayi hali min al-ahwal. Kwa namna yoyote, hali ya mipango ya Mungu ndio itakayokamilika kabla ya mipango yetu sisi. Kwa hiyo tuhakikishe kwenye mipango yetu tunapanga mipango ambayo Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismuhul Majid atairidhia. Aina alladhina mahadu ad-dunya wa malu ila hubbiha akthar min mailikum wama nalu minha siwa al-qutna wal-kattan. Ma nalu minha siwa al-qutna wal-kattan. Tupange mipango yetu mabwana. Kuna watu wamepanga mipango zaidi ya mimi na wewe mizuri. Acha mipango yako ya ovyo ovyo, ya kawaida, ya kuanzia kula, ya kuanzia kuiba, ya kuanzia kudhulumu, ya kuanzia kutukana, ya kuanzia kujificha, kukwepa kodi, si kufanyaje. Hiyo mipango ya ovyo. Watu walipanga mipango hasa yenye kushikika, yenye maslahi na dunia, yenye maslahi na nchi, yenye maslahi na familia na yeye mwenyewe na jamii na Uislamu. Watu wamepanga mipango hiyo, bado ma nalu minha malu ila dunia akthar. Wapo watu walipenda dunia, wakaiwekea mipango mizuri, wakaiandalia miundombinu yote, wakaipenda kuliko mimi na wewe. Lakini taqaddamu ila rafiqil a'la, wote wako kwa Mwenyezi Mungu saizi. Wama nalu minha siwa al-qutna wal-kattan. Mnajua walichoambulia? Mtu aliyekuwa na mipango anamalizia nyumba ya Dar es Salaam, anamalizia na ya Morogoro, anakwenda na ya kule Sinzani Mwanza, anataka malizie na kijini kwa amenunua wote walipanga mipango yao. Unajua walichoondoka nacho? Wameondoka na sanda ndio waliobahatika kuondoka nayo. Wameondoka na sanda. Na kuna wengine hata sanda hawakupata. Kuna watu wamekufa kwenye maji, wamekufa kwenye maji hata maiti hazijaonekana. Kuna watu wameungua kwenye majumba hata maiti hazijaonekana. Kuna watu wameliwa na wanyama hata maiti hazijaonekana. Ma nalu minha ya sada siwa al-qutna wal-kattan. Kwa hivyo bwana, tukio la Uturuki, hadhihi ta'liq, hii ndiyo comment yangu mimi. As'alullah subhana al-halim al-karim jalla wa ala an yafru ala ahli tarki wasuri sabran wa an ya'ummahum birahmatihi wa huwa arhamur rahimin. Mimi nainua mikono yangu juu kumuomba Mwenyezi Mungu awapambe na subra na uvumilivu watu wa Uturuki, waathirika wa Uturuki. Mungu awabubujizie, awamiminie huruma yake, awasamehe makosa yao, na wale mashuhada Mwenyezi Mungu awaingize peponi bighairi hisabi inshallah. هذه خطبة الأولى وكانت التعليق لأهل السوري والأتراك. hii ilikuwa ni comment yangu kwa watu wa Uturuki na kwa watu wa Syria. Tanbihan li walakum, ikiwa ni sehemu ya kujikumbusha mimi na wewe pamoja na mipango yote. Tuna mpango wa Ramadhani na wale walikuwa na mipango ya Ramadhani, lakini wallahi nani anajua Ramadhani ataikuta. والله يقول تبارك اسمه المجيد وبشر الصابرين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، استغفر ربكم واتوب إليه، واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على من أرسل إكمال المنة وعلى آله وصحبه الذين حبهم واتباعهم لنا جنة ومن ثم أما بعد. Ahbaba hubaba, waheshimiwa waumini, hutuba ya kwanza tumeitoa wakfu, tumeitoa rasmi kwa mashahidi na muhanga wa tetemeko la Uturuki na sehemu katika Syria ambalo limepelekea vifo vya binadamu wenzetu wasiopungua 50,000. Ni wengi sana kwa tukio, kwa kifo cha mara moja. Kutokea ndege ikaanguka, watu 300 wakafariki pamoja, watu 200, watu 60, na dunia ikatikisika na yakazungumzwa sana mambo hayo. Sikwambii picha ya watu 50,000. Nafikiri katika vifo vya karibuni inaweza ikawa imechukua miaka miongo kadhaa au miaka na mikaka tangu imetokea mambo haya ya watu 50,000 kufariki kwa mara moja. Hutokea,
lakini huchukua muda mrefu sana. Kwa hiyo sio jambo la kuacha, ni jambo la kufikiria na kutafakari. Hutuba yake insha Allah tunajaribu kupitia data mbalimbali, itakuja rasmi kwa masomo mengi sana ambayo tunajifunza kupitia masuala hayo. Walakin liyawm li'annana fi Sha'ban khallu fi hadhihi duqaiqati an na'ish ma'akum fi hadhihi duqaiqati bi kulaymat raqiqatan raqraqa min fadilati ash-Sha'ban wa jaa ash-Sha'ban. Ndugu zangu, kwa dakika chache zobakia, naomba nikualikeni kwenye hutuba ya pili. Moja kwa moja twende tukaizungumze Sha'ban. Jamani, Sha'ban imefika. Jamani, Sha'ban imefika. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania chini ya Mufti Al-Sheikh Al-Allama As-Samaha Miskul Khitam, Imamul A'imma Al-Arif Billahi Qutb Al-Aqtab, Al-Sheikh Abu Bakar Zubair, ametangazia umma wana Tanzania na kwa taarifa za Afrika Mashariki kwamba mwezi umeonekana siku ya Jumanne, na kwa maana Jumatano ilikuwa ni tarehe mosi Sha'ban, jana ni tarehe 2 Sha'ban, na leo katika Ijumaa ni siku ya 3 ya Sha'ban. Wajaa Sha'ban. Fanahnu fi hadhihi ad-duqaiqat al-baqiya allati nurahibu bikum سنعيش بحدثين العظيمين مرحبا بكم مجددا. naomba kwa dakika zobakia, kwa sababu Shaabani na mambo mengi sana, basi isipite kwanza tuishi na mambo mawili muhimu yafuatayo. Haya mambo ni mambo yale mwanzo yale. Shaabani lahu umur, ash-Sha'ban lahu waqa'i' wa hadathat wa tarikh. Shaabani na mambo ya kitarikhi, ya historia. Shaabani na matukio, ina mambo ya kuwekewa kumbukumbu, ina mambo ya kusemwa. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mambo makubwa aliyokuwa akiyafanya ndani ya Shaaban, alikuwa yakthiru bisiyam biayam mundhu an halla ash-Sha'ban. Mtume akifunga sana tangu inapoandama Shaaban. Ikiandama Mtume anafunga. Maswahaba ikawa ni ajabu, wanamjua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hufunga miezi mingi, hufunga siku nyingi. Hata kwenye Rajab alifunga, hata kwenye manne Shawwal alifunga, kwenye Dhulqa'da, kwenye alifunga. Lakini siku moja sahaba mmoja anaitwa Usama bin Zaid, bwana mdogo mmoja, alikuwa kijana huyo, miaka kama 18, kwa mtu mdogo lakini habari zake ni nzito. Sheikh huyu aliwahi kupewa jukumu la kuongeza jeshi mbele ya kina Umar, Abu Bakr Siddiq, masahaba wakubwa wazito. Wakaambiwa nyie mtakuwa wafuasi wa Usama bin Zaid, kijana mdogo ana miaka 18, lam yatajawaz 12 man 18, hajafika zaidi ya miaka 10, hajavuka. Alipewa uamiri wa kuongoza battalion, kikosi kizima cha jeshi kwenda kuokoa Uislamu. Wakina Abubakar wakawa nyuma yake. Huyu kijana ana habari nzito sana, anaitwa Usama bin Zaid. Akamuuliza Mtume, lam araka ya Rasulullah tasum akthara mimma tasumu fi Sha'ban. Mtume, wallahi sijawahi kukuona ukifunga sana kama unavyofunga katika mwezi wa Sha'ban. Sijawahi kuona. Hii imekuwa sio kawaida, imekwenda khariqatul ada, imevunja kawaida yako Mtume. Nini hii? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, dhaka shahru yaghfalu fihi an-nas ma bayna Rajab wa Sha'ban wa Ramadan, وذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب اسمع يا هذا ماذا يقول صادق المصدوق، وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamjibu Usama bin Zaid radiyallahu anhuma, anamwambia huu mwezi wa Shaabani huu una bahati mbaya, una mkosi. Huu mwezi una bahati mbaya.
una mkosi huu. Watu huwa hawashughuliki nao kiibada ipasavyo. Wanaona kwamba si Ramadhani inakuja, nisimalize nguvu, ngoja njiwekeze nguvu, nitaswali sana usiku katika mwezi wa Ramadhani, nitatoa sadaka sana mwezi wa Ramadhani, nitasoma Qur'ani sana mwezi wa Ramadhani, si nitafunga mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo hatoi sadaka, hafungi, hasomi Qur'ani, hasimami usiku, kwa sababu anaona najiandaa na Ramadhani. Na anaona pia si mwezi mtukufu umepita juzi wa Rajaba, nilifunga, nikasoma kisa Isra al-Miraji, nikajiacha maasi kwa sababu ulikuwa ni mwezi mtukufu, nikaacha kujidhulumu. Mambo mengi nimeshafanya kwenye Rajab, ngoja sasa nipumzike kidogo ili niingie kwenye Ramadhani nikiwa na nguvu. Mtume anaambia hilo ni kosa kubwa sana wanalofanya watu wengi. Wanaghafilika, wanajisahaulisha, hawaoni umuhimu wa Shaaban. Lakini mimi ninajua fadhila za Shaaban. Na miongoni mwa matukio makubwa mazito ya kuzingatia ndani ya Shaaban ni kwamba matendo yetu yote ya mwaka mzima, khairan am sharra, khairan am sharra, ya khairi ama ya shari, yanainuliwa katika mwezi huu mtukufu wa Shaaban na kupelekwa rasmi kwa maana ya mahesabu ya mwaka mzima. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, wa uhibbu, mimi nataka, mimi napenda matendo yangu yainuliwe nikiwa hali ya kuwa yameinuliwa na saumu. Ma a'zamu as-sawm wama akrama as-sawm wama akmala as-sawm. Uzuri ulioje wa saumu, utukufu ulioje wa saumu, uzito ulioje wa saumu. Mtume akusema wa uhibbu an turfa amali wa ana fil haqq, la liannaha laysa min mawasim al haqq, wa ana fil umra la wa alf la, wa ana fi atla la wa ana la bal qala ayanan wa ana saim. Fa aina anta ya hadha, aina anta ya hadha, aina anta saturfa amalaka wa aina ant. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema napenda matendo yangu yainuliwe hali ya kuwa yawe na saumu ndani yake. Utukufu wa saumu. Saumu ni kwa nini Mtume akasema yainuliwe matendo yangu hali ya kuwa natoa sadaka, yainuliwe matendo yangu hali ya kuwa nikiwa umra, yainuliwe matendo yangu nikiwa nasoma Qur'an, yainuliwe matendo yangu nikiwa nimetembelea wazazi wangu, yainuliwe Qur'an nikiwa nalala msikitini, nikiwa hadid ila akhir. Kwa nini Mtume akusema akataja saumu moja kwa moja, wa ana saim? Jamani, hapa inaonyesha utukufu na uzito wa saumu katika mema. Yani kama una upungufu wa saumu kwenye mema yako, yanaweza kuwa ni mepesi sana mema yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona aweke ile, yani kama vile unapima mzani, unaweka ile finyango kabisa, ule mfupa mpaka mzani unagonga. Badala ungeweka utumbo ukaweka maini, weka limbu mzani umegonga. Saumu ni sawa sawa na kitu kizito kinakwenda kuyatia uzito matendo yako mema. Ndugu yangu, Mtume anasema akutwa amefunga. Wewe unasemaje? Leo siku ya tatu. Leo siku ya tatu ya Shaaban. Unakutwa wapi wakati matendo yako yanaenda mbinguni? Atadri sawmak ramadanaka al-munsarma al-fat. Unajua Ramadhani yako iliyopita haijafika mpaka sasa rasmi. Unajua hija ulioifanya mpaka sasa haijainuliwa ile mwinuko wa mwisho kabisa wa mwaka. Unajua Qur'an unaisoma haijafika bado katika mahesabu ya mwaka. Unajua sadaka unaitoa haijafika. Unajua swala hizi tunazoswali hapa, hata sasa hivi tunaswali hapa, haijafika ile hesabu ya mwaka haijafika. Mabwana, kama mnavyoona kwenye majumba haya tunavyoishi, kuna mambo unakuwa unakusanya tu mahesabu, alafu baadaye hata TRA wana tabia hizo. Utafanya biashara zako, utapiga hesabu zako, utakusanya data zako na nini na marisiti na ghasia. Kweli hesabu zinaonekana zinafika kule, lakini lazima ipatikane hesabu ya mwaka sasa rasmi. Hatuna deni. Mungu lazima saone mwaka umeisha, Ramadhani nyingine inakuja, ili usamehewe, ili ufutiwe dhambi, toba yako ikubalike, uingie peponi, upate Lailatul Qadri, upate adhafu mudhaafa, upate rahma. Kwanza haya ya huku nyuma safi. Kwa hiyo mwezi huu ndio sasa yananunuliwa rasmi. Mtume anataka yakutwe mambo yake akiwa na saumu. Wewe unakuta wapi?
unakuta unazini, matendo yanainuka na yale ya juu kabisa katika ushungi pale juu ni zina, ni uongo, ni dhulma, ni kusengenya watu, ni kula riba, ni kuroga watu, ni kugombanisha watu, ni kuacha kuswali, ni kulala na swala alfajiri na kupita, haujasimama usiku hata siku moja. Wewe na Sheikh unakuta matendo yanainuliwa hali ya kuwa ukiwa ma salakakum fi saqar. Nini nawapelekea mambo haya? Ndugu zangu, kwa leo tarehe ya 3 ya Shaaban, nimeona niwakumbushe kabisa, kama kuna mtu bana anapenda mambo yake yawe uzuri sana, basi leo ni tarehe 3. Hujachelewa. Hujachelewa shoga yangu. Hujachelewa my brother. Hujachelewa mchizi wangu. Wallahi bi abi wa ummi wa ruhi, una jambo la kufanya ili matendo yako yainuliwe yakiwa na uzito wenye hiku yangu hicho. Ustahiki msamaha wa Mwenyezi Mungu, ustahiki huruma wa Mwenyezi Mungu. Mungu afurahi kwa matendo yako kufika yakiwa na ushungi wa kutosha. Mabwana, nilikuwa nataka niseme mambo mawili katika Shaaban, lakini hebu tuondoke na hili moja kwanza. Kuna watu mshekhe, sio tu kwamba kufunga Shaaban, kuna watu hata Ramadhani hawajalipa. Yani Ramadhani mwaka jana hakufunga kwa mambo fulani, labda alisafiri. Of course ukisafiri safari nzuri halali unaweza ukafungua, au mtu aliumwa, kaumwa sana kiasi kwamba alishindwa kufunga, au mtu alipata dharura kama ni mama mjamzito, maana alipata mama wana mambo yao yakapekea akafungua, au mimba au vitu gani kunyonyesha na hivi mambo mengi sana. Sasa Shaabani 3 leo mtu kulipa tu Ramadhani ya mwaka jana bado mpaka sasa hivi. Jamani, hivi madha aqul yani madha aqul af antum maqul af hadha maqul? Jamani, mbona haingia kilini kweli hivi? Sisi tunaelewa kweli mambo haya? Mtu hujalipa Ramadhani, hiyo sunna ya Shaabani utaweza kufunga? Kama Ramadhani hujafunga, basi haya tufanye kwamba Shaabani usifunge, basi angalau ulipa hiyo Ramadhani. Sasa hivi si uko jadidi, si uko freshi, uko safi kabisa, una afya, basi lipa Ramadhani ambayo hukufunga mwaka jana. Na kama Mungu alijalia ulimaliza Ramadhani mwaka jana, basi shekhe, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanazuoni wacha Mungu walitufundisha hivi: huu mwezi wa Rajab ulioisha ni mwezi wa kulima shamba, mwezi wa kukata mabiwi, mwezi wa kufukua, mwezi wa kupisha trekta, wa kupisha maksai ng'ombe, mwezi wa kulima. Na mwezi wa Shaabani ni mwezi ile masika sasa inamwagilia, mazao yanaota, mahindi yanashika, sijui kitu gani, yani mazao yana unapalilia. Na wakati wa Shaabani ni shahrul hasad, shahrul jana, yani ni mwezi wa kuvuna. Ramadhani ni mwezi wa kuvuna. Sasa ndugu yangu nakuuliza, hivi kwenye Shaaban, maana kwenye Rajab umelima shekhe? Ulikata mabiwi, ulifyeka, uliandaa matuta, haya panda, umepanda na sasa mwezi wa Shaabani mvua inanyesha, shahru saqi, ni mwezi wa kumwagilia. Je, una shamba la kumwagiliwa? Wa madha tarju an tahsad fi Ramadan? Unatarajia kuvuna nini katika Ramadhani? Unavuna mabwana, sio mchezo. Kama hauna chochote unachokifanya huko na hapa, huko mbele itakuwa ni kwenda kununua mahindi ya 500 kwa watu kwenye wakina mama wameuza kwenye njia panda. Unaweza kununua muhindi wa 500 unaula njiani ili mke wako asione. Maana unajua tukifika kule kukata tasitotosheka, watoto wataungangania. Kwa hiyo unakaa kwenye kichochoro kwanza, unakula, unafutafuta kabisa na nini, ndio unarudi, kwa sababu hukulima na mvua imekuja au nini, hautarajii kupata chochote, utaishia. Sasa mahindi ya kununua kwa mtu mzima kama wewe 100 yatakufanya nini? La yusminu wala yughni min ju'i. Inshallah hii ilikuwa ni basharaf ya Shaaban. Shaaban ina mambo lukuki sana, lazima tuyajue, lazima tuyaishi, lazima tujipambe nayo. Na inshallah Ijumaa zinazofuatia tutaiona Shaabani ili tuweze kuingia katika Ramadhani katika awsaf, katika sura nzuri tustahiki. Mungu atakapotangaza ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum ليش ربي ليش يا ربي ليه ربي ليه la'allakum tattaqun, ili sisi tuitwe. Otherwise wataitwa watu akhalafu sisi tutakuwa tumeshika tama. Ndugu zangu Islam, hadha ma aradtu an usla ilaykum an wasla ilaykum. Haya ndiyo ambayo nimeona kwa leo tuyasikie, tuyatafakari. Sasa naomba iwe gumzo, kila mtu akaangalie, ana saumu alipe,
hana saumu, funga sunna. Matendo yako huwezi kujua ni kesho inainuka, ni kesho kutwa inainuka, ni mtendo gani inainuka, ni leo jioni inainuka, na kuna kuinuka kule kwa wiki, yameshakwenda ile ya wiki, kuna kuinuka kwa swala al-asri na swala al-fajri, man salla al-bardaini falahu al-janna. Yote yanatakiwa zingatie. Mabwana, hatuna muda wa kupoteza. Hatuna muda wa kupoteza, tutumieni fursa ipasavyo. Watu wengi sana wamechekwa. Watu wengi sana wamechekwa walipopata fursa wa kuzitumia. Mtu kaajiriwa mpaka na stafu, hana hata kiwanja, watu wanamcheka. Mtu kawa mtu mzima mpaka miaka 80, hajawahi kuwa na jambo la maana, watu watasema huyu mzee mtihani. Mtu amepata afya mpaka anaumwa, hakuna anachokifanya. Mtu alikuwa mpaka hivi, hakuna. Mtu, yani mambo ukipata fursa usipoitumia utachekwa. Kwa nini uchekwe qudamu rabbul alamin? Ukachekwa kwa Mwenyezi Mungu, fadhaka khusranun mubin, wadhālika huwa al-khusranul mubin. Hiyo itakuwa ni hasara kubwa. Siku bisalatu ala sahibi tajul miraj. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alayhi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا اغفر لنا ولآبائنا والأمهاتنا والأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.